Sasa kabla ya kuendelea na somo letu, kuna swali au maswali kadhani yamalizie hapa yalibakia jana, alafu tuendelee na masomo yetu ya leo insha Allah taala. Taqulu saila, anasema mwenye kuuliza mwanamke huyu baada ya kusalimia assalamu alaikum wa alaikumus salam, naomba kujuzwa juu ya kumlisha mdada wa kazi ambaye si Muislamu katika mchana wa Ramadhani. Maulama wanajibu katika suali kama hili waliloulizwa. Mfano, al-lajna ad-daima lil-ifta wameulizwa swali kama hili, watu kuwalisha wafanyakazi ambao si Waislamu, wakaeleza kwa uwazi kwamba la yajuzu limuslimin an yuqaddima at-ta'ama fi nahar ramadhana illa lilma'dhur, haijuzu kwa Muislamu yoyote kutoa chakula kumpa mwingine katika mchana wa Ramadhani ila kwa yule mwenye udhuru fi tarki saum, kwa yule mwenye udhuru katika kuacha kufunga, kalmaridhi, kama vile mgonjwa, walmusafiri, na msafiri. Amma man kana ghaira ma'dhur, ama yule aliyekuwa si mwenye udhuru, hana udhuru kama huo uliotajwa, hana ugonjwa wala si msafiri, fala yajuzu it'amuhu, basi haifai kumlisha mtu huyo, sawaun kana musliman au kafira, ni mmoja amekuwa huyo asiyekuwa na udhuru wa kuacha kufunga ni Muislamu au kafiri. Ama it'amu almuslimi ghaira alma'dhur, ama kumlisha Muislamu mtu asiyekuwa na udhuru, kama vile kuwalisha sehemu katika Waislamu wasiokuwa na udhuru au Wakristo pia, fawadhih, kauli iliyokuwa wazi kwa Muislamu huyu mwenye kumlisha asiyekuwa na udhuru, annahu asi, kwamba huyu Muislamu mwenye kulisha anafanya makosa, ni asi. Kwa sababu gani? Kwa sababu amemlisha asi mwingine, kamlisha mtu mwingine aliyekosea. Kwa nini kamlisha aliyekosea? Liannahu asin bitarki saum, kwa sababu huyo anayemlisha huyo ni asi kwa kuacha kufunga. Fala yajuzu i'anatuhu ala ma'siyatihi, na ndio maana haijuzu kumsaidia juu ya maasiya yake. Walkafir aidan, na kafiri vile vile anayemlisha, fa innahu asin biliftar fi Ramadhan, huyo kafiri pia ni asi kwa kufungulia katika Ramadhani. Kwa hivyo unavyomsaidia kumlisha pia na wewe unafanya uasi kwa kuwa unamsaidia asi. Lianna al-kuffara, na hapa ndio mahallu shahid, lianna al-kuffara mukhatabuna bifuru'i sharia, kwa sababu makafiri na wao ni wenye kuhutubiwa, ni wenye kuhusishwa na hizi sheria za furu', isipokuwa wao hawatoanza kuzitekeleza mpaka wakubali asli al-iman wal aqida. Lakini sheria zote hizi za kifikihi, kuswali, kufanya haji, kufunga, kutoa zaka, kama tunavyoambiwa sisi, na wao pia ndio wanaambiwa, zinawahusu. Na ndio maana hata watu wa motoni siyaki na wazungumza makafiri, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Wataulizwa kufar, ni kitu gani kimewadidimiza katika moto wa Saqar? Watasema hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Bimaana hata hii swala kama inavyowahusu Waislamu inawahusu wasiokuwa Waislamu, ila masharti ya wasiokuwa Waislamu ya kuswali yatakuwa mengi zaidi, si tahara peke yake.
bali lazima aslimu mwanzo. Alhasili, haifai kumlisha katika mchana wa Ramadhani mtumishi wako wa nyumbani, ima ajizuilie mpaka wakati wa iftar na yeye ale na wenzie. Maana kujizuilia kwa kuheshimu mwezi wa Ramadhani kumethibiti hata kama utakuwa hujafunga, au ajitegemee kujilisha yeye mwenyewe, asikutie katika balaa. Kama ana mshahara wake, haya atafute mahali aende huko akale, lakini nyumbani hapa hapaliwi mpaka jioni. Hata kwa wasichana wa kazi, sijui watu wa bustani, sijui walinzi wako wa getini, hakuna kula katika mchana wa Ramadhani. Hadha huwa sahih. Swali jingine ambalo tutalijibu hapa insha Allah, anasema ukhti huyu, nilikuwa nauliza hivi, ni sahihi mwanaume ambaye hajakuoa japo mpo kwenye process, kaandika hivyo hivyo kwa kimombo, ya kufunga ndoa, je, anaruhusiwa kukutolea sadaka ya fitiri? Yani mchumba wako akakutolea fitiri, mchumba ambaye mna mchakato wa kuoana. Maulama wanasema ikhraju zakat alfitri ala alajnabi, masala ya kutoa zaka ya fitri kwa mtu wa kando, laisa bainaka wa bainahu qaraba, mtu ambaye hakuna baina yako wewe na baina ya mtu huyo undugu wowote, kumtolea zaka ya fitri, nini hukumu yake? Nadhani swali likikaa hivi litamkusanya na huyo mchumba naye anayemtolea mchumba wake, kwa kuwa bado hawajakuwa na undugu wowote. Ulama wanasema kumtolea mtu wa kando zakat alfitri biidhnihi, kwa idhni yake, ni jambo jaiz, kwa sharti umtake idhni kwamba bwana, mimi natoa zaka zangu za fitri na wewe pia nimekutia katika hesabu. Pengine yeye labda na familia yake, labda mtu jirani yako unamjua, labda ameyumba kwa wakati fulani huu ambao umekaribia na zaka ya fitri, ni mtu mtoaji, mwambie bwana, nimekutolea na wewe na watoto wako, si ndugu yako, labda jirani tu. Itafaa kwa sharti la kumtaka idhni, kwa sababu wanasema ulama, fa in adhina fa idhnuhu yaqumu maqama an-niyya, ikiwa ataruhusu kwamba sawa nitolee, basi ile idhini yake inasimama mahala pa nia, kwani hakuna ibada bila nia, na yeye ndio mwenye wajibu wa kutoa kwa nia ya kutasaddaq. Sasa ukimtaka idhini, kule kukuruhusu kutasimama sehemu ya nia. Ama kumtolea mtu zaka ya fitri pasi na yeye kujua, ukaamua tu kutoa huko bila kumtaka idhini, ulama wanasema ghairu jaiz, ni jambo lisilojuzu. Sasa ikiwa huyu mchumba huyu ataruhusiwa na mawali kwa kuwataka idhini ya kumtolea mchumba wake fitiri, na wewe binti mwenyewe ukaridhika na hilo, basi itafaa, lakini yapitie milango sahihi kwenye kulifanya hili. Haya maswali haya tunayapunguza, yako mengi, 2 3 khalas, tatosheka na hayo kwa sababu Sheikh amepunguza mengine hapa.